Ripoti ya The Wall Street Journal kuhusu madai kwamba UAE ilifanya mashambulizi ya kijeshi kwa siri dhidi ya Irani imeendelea kuzua mjadala mkubwa katika duru za kimataifa, huku wachambuzi wengi wakieleza kwa tukio hilo linaweza kuwa moja ya matukio nyeti zaidi kuwahi kutokea katika mvutano wa kisiasa na kijeshi wa Mashariki ya Kati katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalihusisha kulengwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika kisiwa cha Lavan, eneo muhimu sana kwa uchumi wa Irani lililopo ndani ya Ghuba ya Uajemi. Kisiwa hicho kina nafasi ya kimkakati kutokana na uwepo wa miundombinu mikubwa ya mafuta, maghala ya kuhifadhi nishati pamoja na njia za usafirishaji wa mafuta kwenda masoko ya kimataifa. Iran hutegemea kwa kiwango kikubwa mapato yatokanayo na mafuta, hivyo mashambulizi yoyote dhidi ya sekta hiyo yanaonekana kama pigo kubwa kwa uchumi wa taifa hilo. Ripoti hiyo inasema kuwa shambulizi hilo lilifanyika mapema mwezi Aprili katika operesheni ambayo inaelezwa kuwa ya siri kubwa. Hadi sasa UAE hajatoa tamko lolote rasmi kukubali au kukanusha madai hayo. Ukimya huo umeongeza zaidi hisia kwamba huenda kulikuwa na operesheni maalum ya kijeshi iliyofanywa kwa tahadhari kubwa ili kuepusha mzozo mkubwa zaidi wa wazi kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa usalama wa kikanda wanaamini kuwa ikiwa UAE kweli ilihusika katika mashambulizi hayo, basi hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya kimkakati katika siasa za Ghuba. Kwa miaka mingi UAE imekuwa ikionekana kama mshirika wa karibu wa Marekani pamoja na mataifa mengine yanayopinga ushawishi wa Irani katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Abu Dhabi kwa muda mrefu ilijaribu kudumisha usawa wa kidiplomasia kwa kutoshiriki wazi katika mapambano ya moja kwa moja dhidi ya Teherani. Katika miaka ya hivi karibuni, UAE na Irani zilianza kuonyesha dalili za kupunguza mivutano yao. Kulikuwa na juhudi za kurejesha mahusiano ya kibalozi, kuongeza biashara pamoja na mazungumzo ya usalama wa baharini. Hivyo basi, madai haya yamekuja kama mshtuko mkubwa kwa wengi waliodhani kuwa mataifa hayo mawili yalikuwa yanaelekea katika hatua mpya ya mahusiano yenye utulivu zaidi. Kisiwa cha Lavan chenyewe kina umuhimu mkubwa sana kwa Irani. Mbali na kuwa ni kituo muhimu cha mafuta, eneo hilo pia linaaminika kuwa na miundombinu inayohusiana na usimamizi wa shughuli za kijeshi na usafirishaji wa nishati katika Ghuba ya Uajemi. Kwa sababu hiyo, shambulizi lolote dhidi ya eneo hilo linaweza kutafsiriwa si tu kama pigo la kiuchumi, bali pia kama ujumbe wa kijeshi na kisiasa kwa Teherani. Ripoti hiyo imebuka katika kipindi ambacho mvutano kati ya Iran na mataifa washirika wa Maghreb umefikia kiwango kikubwa. Katika miezi ya hivi karibuni, Irani imekuwa ikikabiliwa na presha kubwa kutokana na mgogoro wa mpango wake wa nyuklia, vikwazo vya Marekani pamoja na tuhuma za kuunga mkono makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, UAE imeendelea kuimarisha mahusiano yake ya kijeshi na kiusalama na Marekani pamoja na washirika wengine wa eneo hilo. Pia imekuwa karibu zaidi na Israel tangu kutoa saini kwa makubaliano Abraham Accord yaliyobadilisha kwa kiasi kikubwa siasa za Mashariki ya Kati. Ushirikiano huo mpya wa kiusalama umeifanya Irani kuwa na mashaka makubwa kuhusu mataifa ya Ghuba yanayoshirikiana na Israel na Marekani. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa shambulizi hilo linaweza kuwa lilihusisha ushirikiano wa kiintelijensia kati ya mataifa kadhaa ya eneo hilo. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa wazi uliotolewa hadharani kuthibitisha kiwango cha ushiriki wa mataifa mengine. Irani kwa muda mrefu pia imekuwa ikilaumu Israel kwa kuhusika katika mashambulizi mbalimbali ya siri dhidi ya miundombinu yake nyuklia, vituo vya kijeshi pamoja na sekta yake ya nishati. Hadi sasa Reuters imesema haijaweza kuthibitisha madai hayo kwa njia huru, jambo linaloonyesha kuwa bado kuna ukosefu wa taarifa kamili kuhusu kilichotokea hasa katika kisiwa cha Lavan. Irani pia imekuwa makini katika kutoa taarifa kuhusu mashambulizi yanayolenga miundombinu yake nyeti, hasa pale ambapo inaweza kutaka kuepusha kuonyesha udhaifu wa kiusalama mbele ya maadui zake. Iwapo madai haya yatathibitishwa rasmi katika siku zijazo, kuna uwezekano mkubwa wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Irani imekuwa ikionya mara kwa mara kuwa itajibu kwa nguvu dhidi ya taifa lolote litakaloshambulia ardhi yake au kuharibu miundombinu yake ya kimkakati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.